السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikiwa ni mwendelezo wa ilmu na darasa zetu za ilmu ya al-fiqh, tukiwa na kitabu cha al-Yaqut an-Nafis fi madhhab Ibn Idris, na leo bimashiatillah tukiwa tumefika katika mlango miongoni mwa milango ya tahara, ikiwa tunazungumzia leo al-ghusl ama al-ghusl. Na maulama katika neno al-ghusl wana ikhtilaf ndani yake. Wengine wakasema al-ghusl ndo afsah zaidi min haythu al-lugha. Kwa upande wa lugha al-ghusl ndo ina ufasaha zaidi, kwa sababu al-ghusl ni masdar, kama akala yaakul akala yaakulu aklan, khasala yaghsilu ghasla, inakuwa ni kwa min haythu al-lugha, inakuwa kwa fathi al-ghain inakuwa ni fasaha zaidi. Lakini kwa upande wa maulama wa fiqh wanasema al-ghusl ni mashuhuri kwa zaidi, lakini wengine wakasema ikiwa lile jambo linanasibishwa kwa sababu yake katika lile jambo, yani sababu ya kukoga, basi tunaifanya kwa dhamma. Maana lao mimi nataka kuoga Ijumaa, yani kule kuoga kwangu ni kwa sababu ya Ijumaa, kwa hiyo nitasema ghuslu yaum ni ghuslu Jumaa. Na oga kwa sababu ya janaba, mimi nitasema ghuslu aljanaba. Lakini ikiwa ni kuosha, ikiwa ni mighairi dhalika, yani kimeidhafiwa katika kitu ambacho kwamba si sababu yake, basi itakuwa kwa fati tutasema ghasli yadaini, ghasli thawbi na mfano kama huo. Kwa hiyo tunaingia katika masala ya kukoga. Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain, amin. Akaingia moja kwa moja akatuambia al-ghuslu lughatan. Ghusli, kuoga kilugha ni as-salam, ni kule maji kushuka katika yani mujarrad wa wale maji kushuka ama kuteremka, ndo kilugha tunafasiri na hiyo maana al-ghusl. Lakini kishar'an, tukija kisheria, musannifu anatuambia salanul ma'i ala jami' al-badan bi niyyatin makhsusatin, ni kule kuteremka kwa maji ama kuchuruzika kwa maji katika mwili wote wa mwanadamu, lakini kwa kupitia nia ambayo kwamba ni maalum. Ni kule kushuka kwa maji ama kujimwagia maji katika mwili wa mwanadamu, mwili wake wote, lakini kwa kupitia nia mahsus. Na hii ndo pointi muhimu, kwa sababu utaweza kutofautisha baina ya kuoga kiibada na kuoga kiada. Ahyana mtu ataweza kaenda kuoga bafuni kwa ajili ya kushusha joto la mwili wake, basi ile ni ada tu, yani mazoea yetu ya kila siku. Lakini mtu akaenda bafuni kule akatia nia kwamba anaoga janaba, basi pale kutokana imepatikana nia, basi nakwambia lile kosho ama kuoga kule kunaingia katika al-ibada, kutokana imepatikana nia mahsusa, kwa sababu innamal a'malu binniyat. Kila kitu katika ibada sisi tunazingatia ile nia ya mtu. Musannif rahimahullah akatupeleka moja kwa moja, basi ni vitu gani hivyo ambavyo kwamba husababisha yule mtu akakoga, ndo akaviita mujibatu al-ghusl, vitu ambavyo kwamba ni mujib ama venye kupelekea yule mtu kuoga. Cha kwanza akatuambia mujibatu al-ghusl sitatu. Kwanza venye kupelekea mtu kuoga ni vitu sita. Al-awwalu, jambo la kwanza ni ilaju al-hashafati fil farji, ni kule kuingia kwa tupu katika tupu, ama kuingia kwa dhakari katika tupu. Ile tupu sawa sawa katika kuingia kule ikawa imefanya inzali, maana imeshusha manii ama haijashusha, maadamu imeingia tu kwa mwanamume kwa mwanamke, basi ama mwanamke ameingiliwa na tupu ya mwanamume, basi mujarrad wa kuingia ile tupu, basi inampelekea yule kuoga. Na hapa amesema al-hashafa bimaana ile rasu dhakar, kile kichwa cha dhakari cha mwanaume, mujarrad wa kuingia tu, basi atakuwa ni mwenye kupaswa kuoga. Na pia wanatuambia hata kama
itakuwa lao amekatwa ile tupu yake mathalan, basi kwa ile kadri yake iliyobaki lao pia ikiingia inahesabika ni mtu kama huyu anatakiwa aweze kuoga. Lakini pia vile vile akatwambia khuruju almani, kutoka kwa mani yake kutoka kwa mujarrad wa kutoka tu, basi ni lazima mtu akoge kwa namna yoyote atakapokutoka, iwe ni umeota, iwe ni kwa kufanya jimai, iwe umefanya istimnai, iwe ni umewaza tu mani akatoka yenyewe, basi maadamu mani yametoka, basi ni lazima mtu kama huyu uweze kukoga, kwa sababu tulielezea mani si kitenguzi cha udhu, lakini ni mujibu al-ghusl, kitu ambacho kwamba kinapelekea mtu lazima akoge, ndio anakuwa katika mingi katika utahara. Katika hii hamish msanifu akatuelezea, akatwambia ay khurujuhu ila dhahiri al-hashafati min al-dhakar, yani kule kutoka kwa mani yatoke dhihiri katika kile kichwa cha dhakari katika upande wa wanaume, kisha wa dhahiri farji al-bikr, na iweze kudhihiri almani kwa yule mwanamke ambaye kwamba ni bikra, yani ikidhihiri tu kwa pale nje kwake mani yale, basi itakuwa ni mwenye kupaswa kuoga, kwa sababu kwa bimaana lau mtu akawa amehisi kutoka na mani lakini hayajadhihiri katika kile kichwa cha dhakari, hayajadhihiri kwa yule mwanamke ambaye kwamba ni bikra, basi japo amehisi kwamba ametoka, lakini kwetu sisi madhhabu ya Shafi'ia hainakuwa haimpelekei kukoga mpaka pale atakapokuwa yenye kudhihiri. Asema ma yabtu inda aljulusi ala alqadamaini min athayib, lakini yule thayib mwanamke ambaye kwamba tayari ameshaingiliwa katika ndoa, basi yule tunamwambia yakidhihiri yale manii katika yale maumbile yake ambayo kwamba lau akiweza kuchuchumaa anaweza kuyaona, basi nakwambia mtu kama huyu lazima akoge. Swali linaweza likaja ambalo kwamba pia ni muhimu katika sisi ambao kwamba tunasoma masala ya fiqh tuifahamu, kwa sababu katika utupu wa mwanamume, utupu wa mwanamke, vitu vinavyotoka, kuna vitu kama sampuli kama tatu. Kuna manii yanatoka ambayo tunaita sperms, kuna madhi, na pia tuna wadi. Vitu vitatu kama hivi vinatoka katika utupu wa mwanadamu. Vipi nitaweza kutofautisha baina ya vitu hivi? Sasa leo nitakupa sifa za manii ambapo kwamba ukiziona na sifa kama hizi, basi ujue wewe ya kupasa kuoga. Kwanza, manii yana sifa ya ma'un abyadun thaqil. Manii ni maji ambayo kwamba ni meupe kisha mazito. Moja ya sifa ya manii ni maji ambayo kwamba ni meupe lakini pia ni mazito, kisha yu'rafu bitadafuqin au ladhatin. Lakini sifa nyingine utafahamu katika kule kutoka kwake, kwanza inatoka kwa sifa mbili. Kutoka kwa njia ya kutupia, yani kwa kuruka, lakini pia vile vile kutoka kwake kutoka kwa ladha, bimaana yale manii huwa hayatoki yani kwa njia ya urahisi, bimaana anatoka kutupia. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameashiria katika sura yake, khuliqa min ma'in dafiq, wanadamu wameumbwa kutokana na maji yenye kutupia, yani yenye kuruka. Lakini pia manii hutoka kwa ladha. Lau mtu akaona sifa kama hizi, basi ajue kwamba manii yana sifa ya maji meupe lakini mazito, lakini pia katika kutoka kwake hutoka kwa kutupia ama kwa kuruka, lakini pia hutoka kwa ladha. Au utaweza kufahamu birihil ajin, ukianusa yana harufu kama unga wa ngano uliokandwa. Sote tunajua unga wa ngano ule ukichanganya na maji namna unavyokuwa harufu yake. Kwa hiyo ukianusa basi unaona kabisa harufu yake inafanana na ule unga wa ngano. Au talli in kana ratban, ama ikiwa ni yamekauka, basi hufanana kama na talla. Wengine wakafananisha hii talla pia kama bayadhul bidh, ndio yakaashiria pia au bayadhul bidh in kana jafan, yani birihil ajin au tal'an in kana ratban. Ikiwa bado ni mepesi ama ni yenye maji, ukianusa na rukia kama unga, au
nikiwa katika upande wa rutba. Lakini ikiwa ni yabis au jafa, nimekauka, basi ukinusa utaona kama kuna ule weupe wa yai, ile harufu ya weupe wa yai. Katika yai kuna ule unjano na kuna ule weupe. Sasa ule weupe, ile harufu yake ndio inakuwa harufu ya manii. Asema wala shaka, lau mtu sasa amepitia sifa hizi zote lakini hana uhakika na mashaka, hal kharij manii ya madhi, hichi kilichotoka ni manii ama ni madhi? Kwa sababu madhi pia yanatoka katika tupu mwanadamu, na madhi tutakuja kueleza sifa zake kwa sababu ni katika najasati, tutazisoma sifa zake. Basi ukiona mashaka ni madhi ama ni manii, basi anakuambia tahayyara, wewe utachagua tu. Utazoka hukumu ni manii ukaenda kuoga, ama utazoka hukumu ni madhi ukaenda kuchukua ukasafisha ile nguo yako ukajisafisha na wewe, basi sawa. Fa insha ukitaka ja'alahu maniyan wa ightasala, taweza kujalia ni manii kisha akakoga. Wa lam yaghsil ma asabahu, na sioshe kile kilichopatwa na ile manii. Wa insha pia mtu kama huyu ja'alahu madiyan wa tawadda faqat, akitaka anaweza akajalia ni madhi kisha akaosha ile sehemu na pia katawadha tu. Wa hasala ma asabahu linajasa. Kwa hiyo ilikuwa ni upande wa khuruju almani, tumeelezea na sifa zake. Lakini nyingine atuambia athalithu, nyingine ni alhaidhu, ni damu ya hedhi. Hapa kusudia hedhi bi maana kukatika kwa damu ya hedhi, na hii ni upande wa wanawake. Lakini pia nne ni an-nifas, ni damu ambayo kwamba ni inakuja baada yule mwanamama ama mwanamke kujifungua, ni damu ya nifas. Hedhi ni damu yao ambayo kwamba hupata kila mwezi, bi maana ikisha katika mwanamke kama yule anapaswa kuoga ili aweze kutahirika. Vile vile nifas. Lakini pia vile vile al-khamis al-wilada, hii pia ni damu ya kike. Wilada ni damu ambayo kwamba kutoka pamoja na yule mtoto, bi maana wilada ikikatika tu yule mwanamke pia ili kuweza kuwa katika utahara ni lazima aweze kukoga. Lakini ya mwisho asadisu al-mautu, ya mwisho ni kifo ama mauti. Mtu yule akifa ni wajibu kwa wale ambao kwamba tumebaki kumuosha yule Muislamu mwenzetu, ni wajibu kwetu sisi kumuosha yule ambaye kwamba amefariki. Watu wana katika hizi mujibatul ghusl kuna ambazo ni mukhtas kwa wanawake, ambazo kwamba ni alhaid, an-nifas wal wilada. Lakini kuna zile ambazo kwamba ni mushtarak, tunashirikiana baina ya wanaume na wanawake, ambao ni hiyo ilajul hashafa fil fardi na khurujul mani, ni hizo mbili, na al-maut, na hii kufa. Kwa sababu wanakufa, tunakufa wanaume na pia vile vile wanakufa wanawake. Kwa hiyo hizi ndio vitu ambavyo kwamba lau vikitokea kwa mwanadamu ni lazima akoge ili aweze kuwa katika utahara na aweze kufanya ibada yake kwa ukamilifu. Hapa katika hamish musannif rahimahullah ta'ala akatuashiria, akatuambia ai mautu muslimu alladhi laysa bishahidi, ikiwa yule maiti aliyekufa ni muislamu amekufa lakini hajafa shahidi, kwa sababu shahidi haoshwi. Shahidi huwa haoshi. Shahidi ni yule mtu ambaye kama amekufa katika maaraka ya Kiislamu, akipambana na makufari ama vita, amekufa kule, basi yule tunamzika namna alivyo. Na pia kuna shahidi wamegawanyika sampuli mbalimbali, tutaelezea katika masala ya husli almayiti insha Allah. Lakini kwa hiyo hapa amegusia, amesema mautul muslim alladhi laysa bishahidi, mauti ya muislamu ndio kwamba si shahidi. Walau siktan lam tadhhar fihi amaratul haya, ama kawa ni sikt ni kile kijitoto ambacho kwamba kimeshuka kabla ya miezi yake, kimeshuka na hajadhihirisha alama za haya, basi pia vile vile tutamuosha mtu kama. Walau siktan lam tadhhar fihi amaratul haya in balagha 4 ashhur, yani amedondoka na amefikisha miezi 4, hata kama hajatonesha alama za kuwa na uhai, basi mtoto kama huyu pia tutamuosha. Masala kama haya kuna milango yake hasa tutakuja kuielezea, ambapo kwamba inazungumzia shahidi, inazungumzia sikti, yule kijana aliyedondoka ama aliyetoka katika tumbo la mama yake kabla ya miezi yake. Inshallah hii ndio ilikuwa mujibati al-ghusl. Katika darasa linalokuja sasa tutaingia katika furudhu al-ghusl ambazo ni mbili tu.
ama tunaweza kuzielezea sasa hivi, ambazo kwamba faradhi za kule kuoga sasa ni mbili tu. Kwanza ania, ipatikane nia. Nia ndio jambo muhimu katika ibada zote za mwanadamu. Kwa sababu kukikosekana nia, basi kukikosekana nia, ibada yako yote itaweza kuporomoka. Waweza kunia fardhul ghusli, kwa sababu ile nia pia ina maratib, tutakuja kuelezea darasa lake hasa. Ile nia, bila mtu katika kuoga ataweza kusema ile fardhul ghusli, yani umepata na janaba unataka kwenda kuoga, sasa utamia vipi? Waweza kusema fardhul ghusli, au raful hadath al-akbar, kuondosha hadathi kubwa, au waweza kusema raful hadathi, waweza kusema al-ghusl al-wajib, waweza kusema nawaitu al-ghusl al-mafruḍa, au nawaitu al-ghusl lis-salah, ndio istibahatu as-salah, yani unaoga kwa ajili ya kwenda kuswali. Kwa hiyo kuna kaifiyati mbalimbali za nia zile. Kwa hiyo mtu lazima achunge ile nia yake anapokwenda kuoga, ili aweze kutofautisha kati ya ibada na zile ada zetu za kawaida. Lakini sharti ya mwisho ni ta'mimul badani bil ma, lazima mwili wako wote uweze kupata maji. Lau kuna sehemu ambazo kwamba zimejificha, lazima ufikishe maji kule, yani mwili wako usitoke katika kosho kama lile, ama kuoga kwako kiungo chochote hakijapata maji. Hizi ndio faradhi mbili ambazo kwamba musannif amezielezea. Cha kwanza ni nia, lakini chingine ni ta'mimu al-badan bil ma, mwili wako wote upate maji, kwa sababu lau ukawa umeacha sehemu katika mwili wako hujapata maji, basi kuoga kwako kunakuwa hakujatimia. Kwa sababu wanatuambia katika kuoga mwili wako wote huhesabika kama kiungo kimoja. Kwa hiyo sehemu moja itakapokuwa tumekosa maji, basi ni sawa sawa hujaoga mwili mzima. Darasa linakuja inshallah tutaangalia masala ya sunna za huyu mwenye kuoga, na tutaelezea na msanifu na atatupitisha katika sunna kama hizo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie elimu hiyo ni kutufaa sisi na wasikilizaji, na huwa lidhalika alqadir alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.